Kupata kibali mbele za Mungu ndilo somo letu la siku hii ya leo. Niliye mbele yako ni Mwalimu Mendamenda Adili, nikikuletea somo hili kwa mwongozo wa Roho Mtakatifu. Na kushukuru wewe unaendelea kutufuatilia katika akaunti hii siku zote, lakini kama ni mara ya kwanza unaingia katika akaunti hii, unaweza kusubscribe, ukabonyeza alama ya kengele, lakini pia ukashare video zetu ili wengine na ndugu jamaa na rafiki wapate kuzipata video hizo tutakapoziachilia, na zingine pia wapate kuzipokea katika mitandao ya kijamii. Tupo Facebook, tupo YouTube, tupo and TikTok. Karibu sana katika platform hizo zote. Tunaendelea kumtumikia Mungu kupitia mafundisho na maneno ya Mungu katika maeneo hayo. Lakini siku ya leo nitakwenda moja kwa moja kukupitisha kwa ufupi zaidi na kwa kuundani zaidi, kuelewesha juu ya swala la kibali, kupata kibali mbele za Mungu. Swala la kibali cha kimungu katika Biblia, Yesu anaelezewa katika Biblia. Yesu anaelezewa kwamba aliendelea akikua, akimpendeza Mungu na wanadamu. Aliendelea kukua katika kimo, akimpendeza Mungu, lakini pia akiwapendeza na wanadamu. Sio wote aliowapendeza, lakini aliendelea kukua katika kimo, akimpendeza Mungu na wanadamu. Unajua moja kwa moja nini? Sio yeye, kuna kibali, kuna kukubalika automatic kulikuwa ndani yake. Hicho kibali ndicho ambacho tunakizungumzia siku hii ya leo. Lakini nitakwenda katika mfano uliozoeleka katika kitabu moja kwa moja kutoka katika kitabu cha Esta sura ya pili na mstari, katika kitabu cha Esta sura ya pili na mstari ule, Esta sura ya pili na mstari wa 20 wa 15. Esta sura ya pili na mstari wa 15. Basi nitasoma kama ilivyoandikwa. Nitaanzia mstari wa 15 ule. Nitaanzia mstari wa 12. Basi ilipowadia zamu yake mwali mmojawapo aingie kwa mfalme au suelo, hali akiisha kufanyiwa sawa sawa na sheria ya wanawake miezi 12, yaani ndivyo zilivyotimia siku zao za utakaso, miezi 6 kwa mafuta ya manemane na miezi 6 kwa manukato na vifaa vya utakaso wa wanawake. Mwanawali huingia hivyo kwa mfalme, kila akitakacho hupewa kwenda nacho kutoka katika nyumba ya mwanamke ili kuingia katika nyumba ya mfalme. Huenda jioni na asubuhi hurudi mara ya pili ya wanawake mikononi mwa Shashgazi msimamizi wake mfalme, mwenye kuwalinda masuria, wala haingii tena kwa mfalme isipokuwa amempendeza mfalme, naye akiitwa kwa jina. Ni historia nzuri sana, lakini hoja muhimu katika Biblia kwenye kitabu hiki ambayo nataka tupitie katika siku hii ya leo, kuanzia mstari wa 15. Hata ilipowadia zamu yake Esta binti Abihaili, mjomba wake Mordekai, ambaye alimtwaa kuwa binti yake ili aingie kwa mfalme, yeye hatokuwa kitu ila vile vilivyoingizwa na Hegai msimamizi wake mfalme, mwenye kuwalinda wanawake. Naye huyu Esta alikuwa amepata kibali machoni pa wote waliomwona. Basi katika mstari wa 16 anasema, basi Esta alipelekwa kwa mfalme Ahasuero katika nyumba ya kifalme mwezi wa 10, ndiyo mwezi wa Tibeth, mwaka wa 7 kumiliki kwake. Mfalme akampenda Esta kuliko wanawake wote, naye akapata neema na kibali machoni pake kuliko mabikira wote. Basi taji ya kifalme akamtia taji ya kifalme kichwani pake, akamfanya
awe malkia badala ya Vashti. Pia tutaendelea kusoma hapa mbele badala ya Vashti. Nitarudia mstari huo nitakapofika kwenye pointi inayohusu hapo. Mungu anapenda tuishi katika maisha ya kukubalika siku zote tunapokuwa katika maisha yetu. Siku zote tunapokuwa duniani, hajahitaji tutoke katika maisha ya kukubalika. Mawazo ya Mungu ni mema siku zote kwenye maisha yetu. Hajawahi kuwaza kwamba fulani aje akuchukie, fulani ukisimama tu hakwaziki. Kuna watu ukisimama tu kuongea watu wanakwazika. Kuna mtu ukisimama tu kusema kitu fulani wanakwazika, wanakuwa disappointed. Hauwezi ukajua ni kosa gani hilo nao, lakini inapaswa uombe kuwa na kibali. Muombe Mungu akupe neema ya kujua kuingia na kutoka mbele za watu, ambapo kibali kinajengwa na hekima. Pia kibali kinajengwa na vitu vingi. Kibali kinajengwa na vitu vingi ambavyo vinakiimarisha na kukiweka kibali kiwe na nguvu. Lakini watu wengi tumeishi maisha ya kawaida, kumbe hatuna kibali, hatuna nguvu yoyote ya utisho ndani yetu. Tumekuwa wa kawaida, tunatembea kwa kawaida, hatuna kitu chochote. Lakini ninakwambia siku hii ya leo, ewe ndugu na rafiki yangu, ziko namna za kupata kibali. Nitakutajia namna 3 tu kwa siku ya leo, lakini zipo namna za kupata kibali. Unawezaje kupata kibali siku ya leo? Unawezaje kupata kibali katika maisha yako? Sikiliza. Namna ya kwanza kabisa ya kupata kibali ni uweze kutosheleza na kutumika kwenye nafasi ambayo unakuwa umepata au umeaminiwa. Weza kutosheleza katika nafasi ulioaminiwa. Weza kutosheleza katika nafasi uliokubalika. Weza kutosheleza katika nafasi uliosimamishwa. Siwezi kukulazimisha uwe mtumishi wa jitihada sana, lakini inatakiwa uwe mtumishi wa jitihada sana katika eneo ambalo umesimamia, katika eneo ambalo umeaminiwa. Kwa sababu gani? Usiishi kwa ukawaida. Utakapoishi kwa ukawaida, na kibali chako kitapotea katika eneo hilo. Lakini tunaangalia kujitosheleza. Tunaangalia kwenye Biblia, kitabu cha Esther, tunamwona Esther mwenyewe alipokuwa amejitosheleza katika kitabu cha Esther sura ya 1 na mstari wa 13. Esther sura ya 1 na mstari wa 13. Esther alikuwa amejitosheleza kwa kiasi cha kwamba kujitosheleza kwake kulifanya apate kibali. Basi mfalme akawaambia wenye hekima, walio na elimu na nyakati, maana ndivyo alivyokuwa, walijua sheria na hukumu, na karibu naye wameketi Keshtal. Yani katika ukamilifu huu ambao anajitokeza Esther kwa kipindi hiki, Esther alijitokeza mbele ya mfalme akiwa ni wa tofauti zaidi kwa jinsi alivyotegemea mfalme. Na kitu hicho kinachomtokelezesha Esther mbele ya mfalme kinasababisha aliyekuwa malkia ambaye ni Malkia Vashti tuliyemsoma mwisho wa sura ya 2 katika mstari wa mstari wa sura ya 2 katika mstari wa 17 mwishoni pale, Vashti aliondolewa kuwa malkia akawekwa Esther. Badala ya Vashti akaingizwa Esther. Nikutolee mfano tu wa kawaida. Kuna watu wengi sana tumewaamini. Nikutolee mfano ukawa ni mtu mwenye umewakabidhi wafanyakazi. Katika wafanyakazi uliowasimamisha, wafanyakazi hao umewapa majukumu yao, lakini katika majukumu hayo kuna namna mtu anashindwa kutosheleza kwenye jukumu lake. Mtu anashindwa kusimama kwenye majukumu. Mtu umempa wasibu, lakini akisimama kwenye mahesabu anakosea, anasababisha hasara. Mtu umempa utaalamu wa mtandao, akienda kwenye mtandao hata azingatii quality, hata aendi, yani kuna baadhi ya vitu anafanya tu bla bla. Lakini Biblia hiyo imetuambia kwamba fanya kila kitu kama unafanya kwa Bwana. Ukiwa ofisini, fanya kwa moyo kama unafanya kwa Bwana. Ukiwa wapi, fanya kwa moyo kama unafanya kwa Bwana. Lakini utakapofanya kwa moyo, hakika kutakuwa kuna utoshelevu katika kazi hiyo.
utakapoinuka na kufanya kwa moyo katika kazi uliyopewa na viongozi wako, kazi uliyokabidhiwa na watumishi wako, kazi uliyokabidhiwa na bosi wako, hicho ndicho kitu ambacho kinakwenda kukuinua wewe na kukupa nguvu. Ndicho kitu ambacho kinakwenda kukuinua na kukupa ukamilifu wa kibali. Esther alikuwa hana qualification yoyote, lakini kibali alichokuwa nacho, utoshelevu aliokuwa nao ulimfanya kustahili. Hata kwenye baadhi tu ya maisha tunaishi, kuna watu wanaongeza wake kwa sababu wake walionao hawajafaa, hawajatosheleza. Mtu anaongeza mke anasema huyu mwanamke hivi, kuna baadhi ya mambo hanifanyii, kuna baadhi ya vitu, kuna baadhi ya maisha yani sifurahi kuwa nayo, kwa sababu kuna muda inatakiwa nipokelewe, kuna muda inatakiwa nisalimiwe, kuna muda inatakiwa nifanyiwe kazi. Haya, mtu wa kutosheleza hayupo. Umemweka mtu kwenye kibarua, anashindwa kutosheleza. Umemweka mtu kwenye shamba lako, anashindwa kutosheleza. Umemweka mtu kwenye ofisi yako, kwenye nafasi ya ukatibu, anashindwa kutosheleza. Ni hatari sana. Katika hicho unakwenda kuanguka na kusababisha hatari kwenye kazi yako, kwa sababu mtu uliyemweka hajatosheleza. Ndio kama Malkia Vashti. Inawezekana Malkia Vashti, napofikiria sasa, inawezekana alikuwa akiitwa na mfalme, anajivuta Malkia Vashti na kuomba mara moja, anajivuta anadewela, Waswahili wanasema. Lakini nikizidi kufikiria sasa upande wa Esther, alikuwa mtoshelevu kwa sababu gani? Yaani kuna baadhi ya mambo, kuna baadhi ya vitu alikuwa anavichukulia chap, anaviadapt haraka, ana mapokeo haraka, ana tree katika vitu ambavyo vinaunda kibali. Nimekwambia vipo vitu vingi, kuna utii, unyenyekevu, vitu kadha wa kadha. Lakini utakapoviishi vitu hivyo, utapata kibali siku zote za maisha yako. Esther alipata kibali sio tu kwa sababu ya neema ya Mungu na kusudi lilokuwa ndani yake, lakini pia kwa sababu alikuwa ametosheleza. Hauwezi ukamwajiri mtu ambaye hajatosheleza kwenye sekta yako. Hauwezi ukamtafuta mtu umwajiri kwenye kazi yako akati hana vigezo. Kwa kigezo, utoshelevu utamata ili umwajiri mtu huyo. Asipokuwa na utoshelevu, hatakuwa na qualifications za kuingia kwenye kazi yako. Malkia Vashti alikuwa hana utoshelevu kwa mfalme kuliko Esther. Ndio maana mfalme akamnyang'anya taji ya kifalme, akampa Esther badala ya Vashti. Anapokea Esther taji ya kifalme. Twende moja katika hatua ya pili, katika namna ya pili, unyenyekevu na kutokuwa na mivutano kwa yule unayemtumikia. Unyenyekevu na kutokuwa na mivutano kwa yule unayemtumikia. Tunamtumikia Mungu, lakini pia tunapomtumikia Mungu pia tupo kwenye maofisi ya watu, tupo kwenye taasisi za watu, tupo kwenye jamii. Hao watu tunaoishi nao inatakiwa tuwapendeze pia. Tukishindwa kuishi vizuri na watu hao, ibada njema inaanzia nyumbani kwako. Ukishindwa kuishi vizuri na hao watu jirani wako, utasemaje unampenda Mungu usiyemuona, lakini ikiwa jirani yako, ikiwa kiongozi wako unamchukia, ikiwa rafiki yako jirani yako unamchukia, una panic kabisa, haupo radhi juu yake. Ninakuombea siku ya leo ukawe na unyenyekevu na usije ukathubutu kuinuka kupingana na kauli ya kiongozi wako, kupingana na oda au kubishana na oda ya huyo unayemtumikia. Anaweza akawa na kitu chochote cha kukufanya. Ndio maana kuna watu wanasema kuna kitu kinaitwa, yani kuna mtu anaweza akaamua kusema atanifanya nini? Yani kuna baadhi ya vitu tumejimezesha kwamba haina madhara, hana dhuru, yani hanidhuru. Nyuki ya mashinani hana hata nidhuru chochote kwa chochote. Lakini huyo mtu ni bosi wako na anakulipa mshahara, na sio tu kukulipa mshahara, anaweza akafanya chochote uondoke ofisini au usiondoke ofisini. Lakini pia huyo bosi wako katika ulimwengu leo ni Mungu, anakupa uhai, amekupa update. Lakini unaposhindwa kumheshimu na kunyenyekea mbele za Mungu, automatic unapoteza kibali. Hauwezi ukakubalika ikiwa Mungu umemkosea. Hauwezi ukawa na kibali ikiwa Mungu umepoteza mahusiano naye. Utakapoyatafuta mahusiano na Mungu, ndipo utakaposimama kiukamilifu kulitetea shauri la Mungu. Ndipo utakaposimama kiukamilifu kukipata kibali kwa ukamilifu ulioachiliwa ndani yako. Lakini pia katika Esther sura ya 1 mstari wa 10 hadi wa 12, kitu hicho kinaelezewa pale. Kumbuka, kuheshimu ni kuelewa sauti ya Mungu tunapoitiwa.
Kuheshimu ni kuelewa sauti ya Mungu unapoitiwa. Bosi amekuita, Mungu anakuita, rafiki anakuita, jamaa yako anakuita. Kuheshimu ni kuelewa sauti ya Mungu anapokuita. Lakini unyenyekevu ndio dhana kuu katika utumishi wowote ulionao. Utakuwa shahidi yangu siku ya leo, sio wote ambao wana vimidomo wengi wanapandishwa vyeo. Sio wote ambao kasuku, yani wanakuwa favorable, wanakuwa wanapendwa na wengi. Mtu yeyote ambaye anaongea sana, mtu yeyote, nisije nikasema kuongea sana so hakumditamani mtu mnyenyekevu na mtu ambaye sio mnyenyekevu, lakini mtu yeyote ambaye amekosa unyenyekevu, mtu yeyote ambaye amekosa kutii, amekosa kunyenyekea katika kauli za viongozi, katika miongozo ya kimungu, automatic hawezi akawa na kibali, hawezi akapokea kibali. Unaposoma katika kitabu cha Esther, utaona mtumishi wa Mungu Esther, kwa unyenyekevu alionao, kwa utii alionao, inampa kibali cha kuingia kinyume na utaratibu uliozoeleka katika nyumba ya mfalme. Na kinyume na utaratibu huu, pamoja na kuingia kinyume na utaratibu, anapata kibali mbele ya mfalme Ahasuero. Lakini katika hatua ya tatu na ya mwisho kwa siku hii ya leo, uwepo katika mchakato wa kimungu. Yaani wewe uwepo katika mchakato wa kimungu. Kivipi? Watatafutwa watu ambao wamejazwa Roho Mtakatifu. Lakini ukikosa Roho Mtakatifu, umeshatoka tayari kwenye mchakato. Watatafutwa watu ambao hawajawahi kuanguka kwenye uzinzi. Lakini kama umeshaanguka kwenye uzinzi, tayari umeshatoka kwenye mchakato. Watatafutwa watu ambao hawajawahi kutukana. Lakini kama umeshawahi kutukana, umeshatoka kwenye mchakato. Sikiliza, Mariamu alitafutwa, na alipotafutwa alitafutwa pamoja na watu walio na bikira. Lakini katika wale wenye bikira wengi, Mariamu mama aliyemzaa mwana wa Mungu Yesu Kristo mwenyewe katika hali ya mwili alipata kibali kwa sababu alikuwa kwenye mchakato. Huo mchakato sasa umetuua wengi sana. Nataka niongezee hapa tumalizie kwa siku ya leo. Mchakato huo umetupoteza wengi sana kwenye kibali. Ninasema hivi kwa sababu gani? Kuna watu wengi wamepoteza vibali vyao kwenye uzinzi, wamepoteza vibali vyao kwenye tamaa, wamepoteza vibali vyao kwenye mambo mengi ya dunia. Mtu ameingia katika dunia, mtu amejichanganya katika anasa, mtu amesahau kabisa kwamba yeye ni mwana wa Mungu. Lakini katika huo kusahau kwamba yeye ni mwana wa Mungu, ameshindwa kusustain katika mchakato wa kusubiriwa, ameshindwa kusustain na kuwa mvumilivu katika mchakato ili aje kupokea kitu kikubwa kulingana na huo mchakato aliodumu. Unaposema unajitunza na bikira yako, unajitunza na bikira kwa sababu gani? Unapojitunza na hiyo bikira, inakuweka kwenye mchakato. Utakapoitunza bikira, unapofika kuolewa, mchakato uliojiwekea ndio utakao kupelekea kwenye ndoa sahihi. Unapojitunza katika status zako, katika video zako unazo upload, katika kila kitu unachocheza na mtandao, unapojitunza katika hilo vitu, automatic ndivyo vitu ambavyo vinakuweka kwenye mchakato wa wewe kupata mafanikio kwa siku zijazo, wa wewe kupata njia bora kwa siku zijazo. Sikiliza, wako watu ambao wameinuka saizi ghafla, lakini walivyoinuka ghafla katika mchakato wao wa zamani, kumbe kuna vitu walibolonga, kumbe kuna picha za uchi walitumiana, kumbe kuna mambo na video chafu ambao walijiupload. Video hivyo vinabaki kuwachafulia status zao, mambo hayo yanabaki kuwaharibia future zao, yanabaki kuwa disappoint. Kwa sababu gani? Walikuwa hawapo kwenye mchakato, walidestroy kanuni ya kupita kwenye mchakato. Kibali kinatafutwa na mchakato. Utakuwa mtu mkubwa sana, lakini ukikosa kibali cha Mungu, automatic unakuwa delayed. Kwa sababu gani? Hamna kibali cha Mungu ambacho unakipata nje na mchakato wa kimungu. Hakuna kibali utakachokipata nje na mchakato wa kimungu. Mchakato wa kimungu ndio kibali kikuu. Utakapopata mchakato wa kimungu, utakapodumu katika mchakato wa kimungu, ndipo Mungu atakapoachilia hivyo vitu vinavyokuhusu wewe uliyedumu kwenye mchakato huo. Ninaposema mimi sijazini tangu nimezaliwa, huo ni mchakato. Lakini mchakato huo unanifanyaje niendelee kusustain? Unanifanya niendelee kusustain kwa sababu kuna tumaini ninalo.
na sustain kwa sababu kuna tumaini ninalo. Sioni leo, naiona kesho. Lakini hiyo kesho ndio inanifanya nipite kwenye hiyo njia. Lakini sasa wewe unashindwa wapi? Kwa uwezo wa Mungu tutatenda makuu. Lakini pia katika kitabu cha Esther sura ya kwanza, sura ya pili mstari wa kwanza na kuendelea, hapo inaelezewa kwa undani zaidi hapo jinsi Esther alivyokuwa amejitunza na jinsi Esther alivyokuwa kwenye mchakato. Lakini pia katika Bikira Mariamu mwenyewe aliyepata kibali cha kuleta mwana wa kifalme Emmanuel, Mungu pamoja nasi, kupitia tumbo au kupitia status aliyokuwa nayo ya ubikira. Mungu akusaidie. Ewe ambaye umeshapoteza status zako, Mungu akusaidie. Ewe ambaye, naomba nigusie hili. Yaani kuna mtu anatumia mitandao ya kijamii ovyo, akijua kabisa hana hatima kubwa, lakini anapotumia mitandao ya kijamii ovyo, itafika siku ni mama askofu. Let's say tuchukulie mfano ni mama askofu, lakini unapopita kwenye peji zake za TikTok unakuta kipindi chake cha ujanani alikuwa akikaa na simu anaiangalia hivi, akiangalia simu wanazungusha, wanaweka huko nyuma, wanajimulika hivi, yani sijui wanaonyesha nini, lakini hizo vitu zinawachafulia siku zijazo, zinawaharibia ficha siku zijazo. Wengine wanajirekodi vitu vyao, wengine wanajirekodi maneno yao, wengine wanajirekodi mapozi ya ovyo, sijui wanaonyesha nini na sijui wanafanya nini. Status challenges za ovyo zimejaa. Wakristo wanatoa challenges za ovyo ovyo tu mitandaoni, lakini hao Wakristo wanajiamini kwa wapo kwenye mchakato wa kimungu, na kibali hakipo kwa watu wa aina hiyo. Na kuhakikishia wewe siku ya leo unayenisikiliza, kibali hakipo kwa watu walegevu, kibali hakipo kwa watu wapuuziaji, lakini kibali kipo kwa watu walio maintain sustain katika jina la Yesu. Ukawe na mtu wa maintain sustain katika utakatifu ulionao, ukawe ni mtu wa maintain sustain, ukawe ni mtu wa maintain utakatifu katika njia unayoipitia. Usije ukaanguka katika uzinzi kwa sababu ya siku moja. Usije ukaanguka katika tamaa yoyote ya kidunia kwa sababu ya raha ya siku moja. Na kuhakikishia hiyo raha ya siku moja inakukosesha kibali cha kuleta uzao wa kifalme, inakukosesha kibali cha kuitwa tena mtu mwenye bikira yake, unakosa kibali cha kuitwa tena mtakatifu. Hata maisha ya kawaida, mchakato ndio unaofanya watu waingie kwenye wapate nafasi. Mchakato ndio unaofanya watu wapate nafasi. Mtu aliye nje na mchakato automatic ameshatoka nje na nafasi, lakini mtu anayepita kwenye mchakato automatic ana sustain, lakini katika sustain ile anakwenda kupokea jibu kupitia kwenye mchakato alionao. Na kuombea wewe siku hii ya leo ukapokee uweza wa kushinda na kupata kibali, ukapokee uweza wa kutembea na nguvu za Mungu kiasi cha kushinda kila anasa zitakazoinuka juu yako, katika jina la Yesu Kristo. Libarikiwe sana jina la Yesu. Kwa wewe ambao umetufuatilia siku ya leo, nikutakie ushindi na nikutakie badiliko kubwa katika nafsi, lakini pia katika maisha yako kiujumla. Mungu akubariki. Ni mimi mwalimu wako Menda Adili, nikutakie wasaa mwema na siku zijazo uendelee kutufuatilia katika chaneli hii. Asante sana na Mungu akubariki.